wanangoja. Na wameongea na polisi, nyinyi tuko kazini. Keep off. Watu wakitoka bash wananyolewa saa, simu na pesa. 2 hours. Police have kept away because police and goons work together. Goons naambia polisi tuko pale kazi, tutakuja kugawa pesa 50-50. That is what is happening. Goons are working, police keep off, they rob money from the people of Kenya, they share with the police. Police and goons are the same. And that is the problem we are having in this country. Na ndio nisema hata watalii wakuwe careful, investors wakuwe careful. Kama watu wanaibiwa 2 hours pale, 2 hours. Polisi wako pale Kilimani, wengine wako hapo Karen, wengine wako hapo Reruta. But wameona na goons, wameambiwa tuko kazi for 2 hours. Sisi tutatuma message, tukimaliza mkibia haraka mjifanye mmekuja kuchunguza. Halafu wanakutana wanagawa pesa. That is what is happening. And there is also a lot of cover up. There is a lot of cover up. Kama hii mauaji imefanyika juzi, hebu nipatie simu yangu. Iko polisi wamenitafuta pale Kikuyu police station. Unajua hii watu wanakasirika, mimi niko na information. Sasa watu ya serikali unajua wamefika pahali wame give up. So because wanapenda nchi hii, wanatueleza what is happening. Kuna wakili my neighbor aliwawa, naitwa Chalo Bovu, tunaishi na yeye hapo Karen. Aliwawa hapo na mpaka waleo wale huwa hawajapatikana, bado wa professionals. Tumekuja kujua ni polisi. Sasa police officers pale Kikuyu police station wameniambia there are 2 police officers hapo ndio waliwa huyo wakili anaitwa Chalo Mbovu kwa sababu ya mambo ya shamba. Juzi wameua mama anaitwa Dr. Victoria Mutiso over the same issue. Those 2 police officers ni jamii ya Ruto na Murkomen. Siku tulikuwa attacked na Kalonzo na Matiang'i, hawa 2 police officers wa Kikuyu police station ndio walikuwa wamelipwa waue mimi na Matiang'i na Kalonzo hapo Kikuyu police station. Ndio waliua huyo wakili, ndio wameua huyu Dr. Victoria Mutiso. Sasa huyu DCI anaitwa Mohamed Amin, he is covering up. So hao polisi wameniambia, hata majina niko nayo. Mwambie bwana DCI Amin, why are you protecting these 2 police officers? Ni kwa sababu ni jamii ya Ruto. And that is what is happening. Na hakuna mtu polisi wanasema hao ndio waliwaua na wanajulikana. Why are you protecting these 2 police officers? Na wanajulikana by name and we have their names. And that is what is happening in this country. Ya kwamba the police service has been ethnicized. Umeona Nairobi, ma-OCS karibu wote, OC crime yote, OCPD yote ni jamii ya Ruto. Na ndio wanatumika pale, wanafanya kazi na goons. The police officers are very demoralized. Wanasema simtoe mtu. Juzi Kagushi ameshikwa, watu wameenda kumchukua DCI ni jamii ya Ruto. Wale wamebeba kwa gari. Kufika yule ameinterrogate the first office ni jamii ya Ruto, ya pili, ya tatu. Police station amepelekwa yakamkoji OCS ni jamii ya Ruto. Hao jamii ya Ruto ndio wanahangaisha watu in the National Police Service. Sasa unashindwa mpaka sasa mambo watu wameanza. Ukiangalia pale Kikuyu siku ya Gen Z kulisemekana kumeibiwa AK-47 rifles. Bwana DCI ulisema you are investigating. Hizo bunduki zilimbiwa kwa polisi, it is 1 year. Have they ever been recovered? How far did you go with investigations? Because from my experience in the security sector, bunduki askari ikimbiwa, kazi yote nasimama mpaka ikuwe recovered. How come for 2 years they have not been recovered? Because hizo bunduki zilichukuliwa alafu zimepatiwa goons. It's not that the bunduki ziliibiwa, zilichukuliwa ndio zinapatiwa goons wale wanafanya kazi na polisi. Because ukikumbuka wakati Kinoti alikuwa anaitwa GK Kinoti, alikuwa PPO Nairobi in the 90s, bunduki bili ikaimbiwa, police turned up that town upside down mpaka zikapatikana. How come bunduki AK-47 assault rifles ziliibiwa and police never did an operation to recover them? It is because they were not stolen. Zilichukuliwa from the armory, ndizo zikapatiwa goons
ndio wanatumia kuhangaisha wananchi. And those are the problems that we are having as a country, where the security sector has been compromised and Kenyans are no longer safe. And that is where we have a problem. So nimeona juzi wakisema Rigiji aseme anapatiwa information na watu ya serikali. Sasa hii inapatiwa na nani? Si ndio wananipatia because they don't like what is happening. Hawapendi hata hawa because they are Kenyans. The police are complaining that they are being forced to work with goons and they don't like it. Hata huyu IG wa hapa anaitwa Kaja, nimemwambia why don't you just resign, because you are just a flower girl. Mukome na the PS have taken over the service, wameweka goons. Mnasema hakuna goons, inaendelea kuhangaisha Wakenya. Sasa huyu mama ameuawa, Dr. Victoria ameuawa na polisi. I mean you are covering up. Why are you covering up? Where you are covering up? Hata ile watu walitupika pale Wetima, they are police officers. Ukachunguza, you have covered. All these things next year tutaifufua na watu wataenda kotini, because ni muhimu tuseme. Kwa hivyo watu wetu wa Murang'a, nimeshukuru kwa kufika. Sasa nataka nisikize mambo yenu. Emilio, nao unaweza